Hizi ni taarifa za mahakamani kutokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebaba, ikiwa ni siku ya tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mahakama ya hakimu mkazi Arusha imeirisha kesi 3 kati ya kesi 5 za jinai zenye mashtaka ya kula njama, kutenda kosa na shtaka la pili ni kutenda kosa la uhaini hadi siku ya tarehe 3 Disemba mwaka 2025. Kesi hizo 3 zenye washtakiwa 79 zimetajwa mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Erasto Fili, huku kesi ya kwanza ikiwa na washtakiwa 53, kesi ya pili ikiwa na washtakiwa 21 na kesi ya tatu ikiwa na washtakiwa 5, hivyo kufanya idadi ya washtakiwa 79 kati ya washtakiwa wote katika kesi zote 5, 191 kwenye kesi hizo 5 kuwa wamesomewa mashtaka hawa 79 kwa siku ya leo. Mawakili upande wa jamhuri wakiongozwa na wakili Msuya walieleza mahakama kuwa wanaomba kesi zote 3 ambazo ziliitwa mbele ya hakimu Fili, kila moja kwa wakati wake, kuomba kwamba kesi hizo ziahirishwe kwa kuwa upelelezi bado haujakamilika. Mawakili upande wa utetezi wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha mawakili Tanganyika mkoa wa Arusha, Hamisi Mkindi, mbele ya mahakama waliomba kupatiwa hati ya mashtaka na kuhoji upande wa mawakili upande wa jamhuri utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais la kufanya uchunguzi na kuachia baadhi ya washtakiwa walioonekana wamefuata mkumbo kutokana na matukio yaliyotokeza Oktoba 29 mwaka huu, siku ya uchaguzi, na kujikuta kwenye mashtaka hayo. Mawakili upande wa jamhuri walijibu kwa kueleza mahakama kuwa watawapatia hati hizo za mashtaka mawakili upande wa utetezi, na kuhusu utekelezaji wa agizo la msamaha wa rais, ni kweli walipokea na walifanyia kazi. Baada ya upelelezi kukamilika ndipo watakapotekeleza pia agizo hilo baada ya kufanya uchunguzi. Baada ya maelezo hayo na upande wa utetezi kukubaliana na hoja hizo, Mheshimiwa hakimu anayesikiliza shauri hilo, Mheshimiwa Erasto Fili, ameahirisha kesi hizo hadi tarehe 3 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 na kueleza kwamba washtakiwa wote watarudishwa mahabusu magereza kwa kuwa kesi zao hazina dhamana. Kwa siku ya kesho, kesi 2 za kula njama na kutenda kosa la uhaini zitakuja tena katika mahakama hii kwa ajili ya kutajwa, ambapo washtakiwa 112 watakaokamilisha idadi ya washtakiwa 191 kwenye kesi hizi zote walioshtakiwa wataletwa hapa mahakamani. Miongoni mwao anatarajiwa kufikishwa hapa ni mshtakiwa Godfrey Thomas, mwandishi wa habari wa kampuni ya Millard Ayo. Nje ya mahakama, mawakili wa TLS wanaotetea washtakiwa wote walizungumza na ndugu wa washtakiwa na vyombo vya habari. Kesi ziko lini na ziko mbele ya mheshimiwa nani? Leo zimekuja kesi 3. Tutataja majina ya hao waliokuja leo, lakini kesi hizo zote 3 zitakuja tena kwa ajili ya kutajwa tarehe 3. Tarehe 3. Sasa kuna kesi zingine, kuna kesi 2 zinakuja kesho na zina idadi kubwa ya watu kama watu 90. Kwa hiyo maana yake kama jina lako la ndugu yako hujalisikia leo, maana yake, na kama umelisikia leo, wewe usihangaike kuja tena mahakamani mpaka tarehe 3. Menelewa jamani? Lakini la pili, hawa watu wana mashtaka mawili. Shtaka la kwanza ni kula njama ya kutenda kosa, na shtaka la pili ni uhaini. Shtaka la uhaini halina dhamana kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo usije ukatuuliza kwa nini au atatoka lini. Mpaka upelelezi utakapo kamilika. Kwa wale ambao hawakuwepo mahakamani au waliweza kusikia, kuna kauli ilitolewa kwa Mheshimiwa Rais ambaye ilikuwa ni maelekezo kwenda kwa mkurugenzi wa makosa ya jinai kwamba waangalie hao watu waachiwe, lakini kauli ile ikaelekeza zaidi wafanye uchambuzi. Uchambuzi ndio huo upelelezi. Kwa hiyo wanachambua. Wakishakamilisha uchambuzi watatupa maelekezo. Kwa hiyo tuliokuwepo mahakamani
tulilizungumza hilo pia, kujua ni hatua gani imefikia katika huo uchambuzi. Wamesema bado wanaendelea. Na sisi tunawatetea wote. Sijui kama mnaelewa? Tunawatetea wote. Na ndio maana tumesimama. Sisi ni baadhi tu ya wale ambao wamewawakilisha wenzetu. Tuna timu ya wanasheria ambao tunafanya nao kazi. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa kesi ambazo zimekuja leo. Kesi ya kwanza ilikuwa ya mtu anaitwa, katika mahakama pale ndani huwa hatusomi majina yote. Tunasoma la yule mtuhumiwa wa kwanza au mshtakiwa wa kwanza, alafu inasemwa na wenzake. Kwa kesi ya zake, hawa jumla wako 53. Hii kesi iko mbele ya mheshimiwa, itakuwa inatajwa mbele ya mheshimiwa Regina Oyier. Ambao waliokuwepo leo ni Aidan Limo, Wilson Ndiogi, Gideon Rafaeli, Saidi Ali Mwijuma, Frank Godwin Mbise, Elibariki Damasi, Gideon Rafael, Arnold Flavian Atanas, Omari Makavia Idi, Elisha Mariki, Charles Richard, Benson Michael, Esau Noel Lukumai, Robert Paulo, Innocent Leon, Olais Simon Molel, Brighton Benedict Kaaya, Dennis Michael Kaaya, Hussein Selemani Idi, Ramadhani Hassani, Nelson Tobiasi, Ramadhani Hamisi Saidi, Fabian Rafaeli Samdiai, Jackson Ilipokea Mbise, Athumani Hamisi Mkoma, John Charles Shayo, Emmanuel Joel Mbise, Timoteo Terevaeli Mafie, Nixon Dominiki Mbise, Emmanuel Michael Shila, Jasper Mesia Shaw, Boniface Abeli, James Sinyaeli Nasari, Abubakari Hamidu, Michael Yona Minja, Eric Emmanuel, Elijah Son Leopard, Frederick Danieli Palanjo, Amani Goodluck Meela, Vincent Menas Msami, Hafidhi Yusufu, Nehemia Goodluck, Boniventure Hussein, Gerald Simoni Mbise, Tumaini Wilbord, Elineheri Kunda Eli, Alex Joachim Emmanuel, God Living Elibariki Ndosi, Julius Kilusu, Daniel Zabron, Haruna Hassani, Eric Emmanueli. Hawa ndio waliokuwa kwenye kundi la kwanza, na kesi yao iko mbele ya mheshimiwa Regina Oyier, na ni kesi namba 26512 ya mwaka 2025. Na kwa utaratibu ni kesi ambayo inakuja kwa ajili ya utajwa. Katika utaratibu wa kisheria tunasema iko chini ya preliminary inquiry. Kwa hiyo na kwa kifupi tunasemaga PI, kesi namba. Kwa hiyo kesi hii hawa tuliowataja watarudi mahakamani tarehe 3 mwezi wa 12. Kwa hiyo kama una ndugu yako hapo, usihangaike kuja mpaka tarehe ngapi? Mwezi wa 12. Anton Salvatori Chua na wenzake 20. Na hii ilikuwa ni kesi ya PI, kesi namba 26514 ya mwaka 2025. Na hii kesi iko mbele ya mheshimiwa Erasto Fili. Washtakiwa au watuhumiwa ni Anton Salvatori Chua, Abdul Shabani Churi, Gerald Inyas Josefu, Simon Adamu Kivuyu, Riziki Mbayani Molel, Junior Simon Adam, Jovini Michael Letema, Nelson Andrea Molel, James Crescens Rafaeli, Daniel Meena Mushi, Jamali Noah Loburu, Charles Noah Loburu, Frank Henerico Marichadesi, Fadhili Daudi Kapange, Dickson Loduyo Lukumai, Fred Loishie Liza, Julius Vareliani Masawe, Harun Nare Ndugwani, Obadia Anandumi Kimaro, Edwin Evod Mboya,
Innocent Godfrey Mosha. Kesi inakuja tarehe 3 mwezi wa 12. Na kesi ya mwisho kuna kesi ya Hongson Frederick Kishe, Willy Bahati Molel, Josia George Talalai, Noel Tegemea Sawe, Henry Paulo au Letore, David Eliofor Molel, Evans Godfrey Shirima, Elisha Julius Shirima, Noel Senza Dennis au General au Nobeli, Calvin Extas Mboya, Sifuni Joseph Palanjo, Gilbert Juvenali Tesha, Alex Ephraim Zanganea, Francis Peter Kiere, Jackson Joseph Limo, Aubrey Rabson Mbaga, James Fred Mbise, Cornelio Serafini Mtui, Zrahara Mustafa Muna. Hii kesi itakuja kesho. Kuna kesi nyingine ya John Elisha Mafie, Morris Matei, Swai, Christopher Joseph, Joshua Naftali Kaaya, Yohana Kiruso Saimalie. I think ndio tuaniambia hikuletwa. Sasa walichanganya kidogo. Lakini kesi nyingine ambayo inakuja kesho, hii ndio ile yenye watu kama 60. Israel Paul Lairumbe, Rose Saidi Mushi, Mary Nahumu Moshi, Joseph Bernard, Pasco Emmanuel Daniel, Douglas Zakaria Munuo, Andrea Ndeufo, Rabisante Ndeufo Munuo, Godfrey Jackson Nasari, Philemon Silas Lobaya, Henry Godwin Munuo, Shabani Rajabu Lisu, Saidi Ali Mkizungo, Wilfred Sifaeli Palanjo, Shabiri Swaibu Ismail, Gerard Francis Minja, Yusufu Saidi, Adolf Robert Kimario, Abubakari Isa, Daniel Elneza Mbwambo, Ivo Respiki Hamaro, Felix Peter Felix, Hassan Ali Kichawele, Hassan Abasi Ibrahim, Musa Peter Kimpinga, Masudi Idi Msandawe, Israeli Elias Molel, Rajabu Hassani Mikidadi, Emmanuel Itaeli Akio Yuda, Jafari Robert Nyanyaro, Leonard Michael Muro Mandonga, Joseph Yasini Molel, Vumilia Shansalio Lema, Hasani Hamisi Hassani, Gwanda Jilala, Pinieli Olkitati Molel, Salimu Idi Makangila, Kembaki Marwa Mwita, Peter Joseph Mwana Wima, Elibahati Gaspar Kihundwa, Asifio Elufo Ndosi, Lucas Moses Sabaya, Imani Joni, Alpha Aruni, Hamisi Dickson Michael, Pasco Valentini Msubi, Emmanuel William Wawa, Jumanne Mark Salaya, Badi Baraza, Abdulaziz Ali, Francis Abdi Juma, Musa Onyango, Mikidadi Jackson John, Brighton Aman Loya, Juma Selemani Haruna, Shabiri Rashidi, Rogati Eliapenda Mesiaki, Sadiki Mgaza Kilewa, Christian Steven Shayo, Daudi Eliamani Mbaga, Israel Peter Fili Kavishe, Godfrey Thomas Ngomba. Hawa kesi yao itakuja kesho. Mwenye umri wa miaka 33 hapo. Ambaye kompenduzi na maana hapo hakutakuwa na kutana kwamba hawa wenye umri mkubwa wataangaliwa kwamba wao walikuwa na akili zaidi kutenda makosa na hawa watoto wakaachwa pale kutakuwa kuna usawa. Ukiangalia Mbona unakwenda kwenye kiini cha kesi sasa? Taratibu wa kuwataka wazazi ama walezi wa watu wote walioshtakiwa tukutane nao, sio tusimame, tukae kikao ili tuelezane nini nyinyi cha kufanya na nini sisi cha kufanya. Lakini pia tunahitaji kwenda magereza tukaongee nao. Lakini kabla ya kuongea nao tunahitaji signature za wazazi wote na walezi wote wa watoto wale. Hayamkini mna mawakili wenu binafsi.
Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.